Katika jiji la Tehran lililozungukwa na milima, historia ndefu ya siasa na mapinduzi, jina la Hossein Degan lianza kusikika tena kwa uzito mpya. Si kama mwanajeshi tu, bali kama msomi aliyebeba uzito wa shahada ya juu, PhD ya utawala, na sasa mrithi wa moja ya nafasi nyeti zaidi katika taifa. Kuteuliwa kwake na Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC kuwa katibu mkuu wa Baraza la Usalama kulionekana si ajali, bali ni mwendelezo wa safari ndefu iliyoanza tangu ujana wake. Wengi walimkumbuka kama kijana jasiri wa miaka 21 wakati wa Iranian Revolution mwaka 1979, mapinduzi yaliyobadilisha historia ya Irani milele. Ni wakati huo ambapo jina lake lilianza kuandikwa na wino mzito katika vitabu vya siasa za kimataifa. Inasemekana alikuwa miongoni mwa waliokuwa mstari wa mbele katika tukio la Iran hostage crisis, tukio lililoitikisa dunia na kuiweka Irani katika mvutano mkali wa Marekani kwa siku 444 nzima. Lakini simulizi lake haliishii hapo. Miaka michache baadaye, upepo wa vita ulivuma katika Mashariki ya Kati. Katika ardhi ya Beirut, jina lake lilitajwa tena katika operesheni zilizolenga maslahi ya Marekani, matukio yaliongeza mvutano na kuimarisha taswira yake kama mtu asiyeogopa kukabiliana na nguvu kubwa duniani. Sasa miaka mingi baadaye, Degan amerudi kwenye jukwaa kuu, sio tena kama kijana mapinduzi, bali kama kiongozi mwenye uzoefu, elimu na mtazamo mpana wa kimkakati. Urithi wake kutoka kwa Al-Larijan unaashiria sura mpya, lakini yeye mizizi ya historia ile ile ya mapambano na msimamo mkali wa Irani katika siasa za kimataifa. Je, ataendeleza msimamo mkali ule ule, au elimu yake ya juu italeta sura mpya ya diplomasia? Hilo ndilo fumbo linalobaki, na dunia nzima inatazama kwa makini kutokana na kinachoendelea.